Mchezo umetamatika wa Young African dhidi ya Al Ahly baada ya kutoka kwa sare. Matokeo sasa, Al Ahly wanaongoza kundi kwa alama 8, Yanga wakifuatia wakiwa na alama 5. Huu ni undani, mchezo ulikuwaje? Mimi ni Yusufu Mpuma, niko na Leopard John. Atatupitisha kwenye kila engo kufahamu ni kipi hasa kimesababisha Young Africans kupata hiyo sare. Hii ni The Golden Boot. Leopard? Ndio. Yanga wamesare. Yeah. Of course ilikuwa ni mechi yenye hadhi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa maana Young Africans akiwa katika uwanja wa nyumbani wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Ya imegoma leo mbele ya National Al Ahly. Unajua ilikuwa ni mechi ambayo kila mwalimu aliapply mbinu yake kwenye kikosi chake. Hapa nazungumzia walimu wa timu zote mbili kwa maana Jeff Therapy kwa upande wa National Al Ahly, lakini kwa upande wa mwalimu wa Yanga kwa maana Pedro Goncalves. Ukiangalia katika uchaguzi wa kikosi kwa maana Pedro Goncalves hii leo alikuwa na maingizo mapya kwenye kikosi, ambapo kwenye mchezo uliopita wa kule Alexandria kwa maana mchezo wa kwanza kabla ya huu wa marudiano ameingiza kwa maana Paco Mzuzwa hii leo alikuwa sehemu ya kikosi ambacho kimeanza katika eneo la kushambulia, lakini pia kwa mtu kama vile Depu though kwenye mchezo pia uliopita alikuwepo, lakini hii leo umeona amesimama kama mshambuliaji kiongozi. And then unakuja kuangalia katika eneo lingine kwa maana eneo la kuzuia, mwalimu wa Young Africans Pedro Goncalves ameanza na walinzi watatu ambao wote wana asili ya kuwa walinzi wa kati. Hii inamaanisha kwamba aliingia na nidhamu kubwa ya kiulinzi katika kuwaheshimu National Al Ahly, kwa maana alikuwa anafahamu wana washambuliaji ambao ni bora na wenye kasi muda wote kwa maana ya Mohamed Hassan Trezeguet, lakini pia kwa mtu kama vile Ahmed Said Zizou, lakini pia kwa Marwan Othmani, mshambuliaji ambaye ndo alikuwa anaongoza leo National Al Ahly. Kwa hiyo unaangalia pia kwa upande wa mwalimu wa National Al Ahly Jeff Therapy alijaribu kuwaheshimu Young Africans, alikuwa ana nidhamu ya kiulinzi. Unaona aina ya wachezaji ambao hii leo wameanza. Hii leo mwalimu Jeff Therapy hajafanya mabadiliko makubwa katika timu yake, kwa maana kile kikosi ambacho kimeanza katika mchezo wa Alexandria ambapo walishinda bao 2-0 ndicho ambacho kimeanza pia hii leo, ukimtoa Imam Ashura ambaye yeye akusafiri na timu na nafasi yake kuchukuliwa na Tahere Mohamed. Kwa hiyo unaona ilikuwa ni mechi ambayo zaidi walimu ndio ameicheza kwa sehemu moja ama nyingine, lakini bado jitihada za wachezaji binafsi zilikuwa zinaonekana. Paco Mzuzwa hii leo alikuwa bora sana, alikuwa anajaribu kuivuruga defense line ya timu ya National Al Ahly. The same kwa Damaro Kamara, kulikuwa kuna bato ya yeye na Aliou Dieng na haijaanzia hapa, ilianzia tagia katika mchezo wa kwanza. Kwa hiyo unaona ilikuwa ni mechi ambayo binafsi Young Africans waliingia kama underdog katika huu mchezo, though walikuwa wana faida ya kuwa nyumbani, lakini National Al Ahly unaona ameendelea kuwa bora na ameendelea kudhihirisha yeye ni timu ya aina gani katika bara la Afrika. Unaona ametokea nyuma, ameongoza bao la kwanza, hakupaniki, ameenda mapumziko, mwalimu aliwaambia kitu kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Unaona alivyoingia kipindi cha pili, kasi ya kushambulia iliongezeka, kwa maana walikuwa wanafahamu hii ni mechi ambayo kidogo ingekuwa inatoa hatima katika hatua ya makundi kwa upande wao. Kwa hiyo naona wachezaji kwa sehemu moja wamepambana, kila mchezaji ajaribu kuonesha kile ambacho yuko nacho. Binafsi yangu leo nimeshuhudia kwamba Young African the way ambavyo walikuwa wanajaribu kutoka nyuma muda wote, walikuwa sio timu nambari 2 kiwanjani, nao pia walikuwa wanajaribu kuipush timu kutoka nyuma na kusogea mbele. Unaona leo mtu kama vile Alan Okello alikuwa anafanya mikimbio mingi katika uwanja, though Young Africans bado katika kikosi chao hawana yule natural winger. Pengine tukimuona huyu mchezaji ambaye amesajiliwa hivi karibuni tutakwenda kupata kile ambacho anakihitaji, lakini bado hakuna yule natural winger kwa upande wote mwili, kwa maana kushoto na kulia, ambaye angeweza kuongeza kitu kwa Young Africans. Huo ni mfumo tu. Hebu tuangalie kwa upande wa the way Yanga walivyorejea kipindi cha pili. Wamerejea wakiwa chini sana. Unadhani changamoto ilikuwa ni nini mpaka Yanga wamerudi wakiwa chini na kuwaruhusu Al Ahly kusawazisha goli lao? Yeah, of course ni mipango tu ya National Al Ahly, the way ambavyo waliipanga wakati wameenda kwenye mapumziko. Walifahamu kwamba bao ambalo wameruhusu ilikuwa ni makosa yao binafsi, kwa maana waliwaruhusu washambuliaji wa klabu ya Young Africans kuingia katika boksi lao na kupiga vipasi ambayo ilipelekea kuzaa bao. Unakuja kuangalia moja kwa moja kile ambacho kimetokea kiliwaathiri kwa sehemu moja wachezaji, lakini kutokana na ukomavu wao ambao wako nao
experience ways za wachezaji ambao wako nao, unaona ndio maana wakawa wanapushi. Unaangalia goli ambalo Young Africans wamefungwa hii leo, ndio udhaifu wao wa muda wote ambao wamekuwa wana improve kwa sehemu moja ama nyingine, kwa sababu muda mrefu ama muda mwingi Young Africans tangia alivyokuwa Mwalimu Nasreddine Nabi, udhaifu wao mkubwa ulikuwa ni katika mipira iliyokufa, kwa maana dead ball. Unaona pia the same kwa leo, imepigwa kona pasipokuwa na umakini sahihi. Mlinzi anakwenda hewani, inatokea mgongano katika boksi, wanashindwa kuokoa na Aliou Dieng anafunga bao. Kwa hiyo makosa ambayo waliyafanya National Al Ahly ndio ambayo Young Africans pia wameyafanya katika eneo lao, kwa maana walishindwa kuclear ule mpira mapema na kufanya timu yao ibaki salama. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo mbinu za walimu ziliamua, lakini zaidi tumeona individual brilliance za wachezaji kiwanjani zinaweza kulipa. Kwa mfano tumezungumza kwa upande wa Young Africans, Paco Mzuzwa, Damaro Kamara alikuwa bora, the same hata kwa National Al Ahly. Unaona mtu kama vile Trezeguet hii leo alijaribu kupush golikipa wao kwa maana Mustafa Shobil alikuwa bora. Unaona pia mlinzi wa kati Yasser Ibrahim, Yassine Marei alikuwa bora, the same pia kwa Aliou Dieng ameendelea kuonesha yeye ni mchezaji wa aina gani. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi kubwa ambayo imeamuliwa na players wakubwa. Tuangalie kwa upande wa nafasi ya Yanga kuelekea hatua inayofuatia robo finali. Kwa sasa imebaki michezo miwili, lakini FAR Rabat ana mchezo saa 1 kamili leo. Saa 4 kamili usiku. Nafasi ya Yanga iko wapi kwenye hii michezo iliyobaki? Mpaka hivi sasa Young Africans anashikilia nafasi ya pili kwenye msimamo wa kundi akiwa na michezo minne huku akiwa na pointi zake 5. Kwa hiyo unaona kwenye mechi mbili ambazo amesalia nazo ana option ya kupata pointi 6. Kimahesabu Young Africans kabakisha mechi mbili ambazo moja ni nyumbani, nyingine ni ugenini, na moja anakwenda katika uwanja wa Prince Moulay Abdelrahman Stadium nchini Morocco, uwanja ambao ni mgumu kweli kweli, ambaye National Al Ahly pale alipata alama moja kwa maana ya sare moja kwa moja. Unakuja kuangalia kimahesabu Young Africans inabidi apange mikakati yake, kwa maana mara baada ya hapa Young Africans atasafiri kuelekea katika mji wa Rabat kwenda kukipiga dhidi ya AS FAR Rabat ambao nao pia hapo katika nafasi nzuri, kwa maana tunapozungumza mpaka hivi sasa wakiwa na pointi zao mbili kwenye msimamo wa kundi. Kwa hiyo nao pia wana hamu ya kufika katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo Young Africans nafasi yake kufuzu katika hatua ya makundi niko hatua ya robo finali. Of course, yani ipo katika mchezo dhidi ya AS FAR Rabat ambao Young Africans atakuwa ugenini, lakini pia muhimu kwanza ni kushinda mechi zako and then ndio uangalie wale wenzako. Young Africans leo kapambana kupata alama moja, though ni vibaya kwa sababu yuko nyumbani, lakini unaangalia pia na timu ambayo alikuwa ana compete nayo aina ya National Al Ahly. Kupata alama moja sio haba tena, umetokea though umekuwa wewe ndio wa kwanza kupata bao, ametawazisha yeye kwa maana amefanya returns na amerecover. Kwa hiyo ni kitu kizuri, lakini bado Young Africans kuna sehemu inabidi waongeze, hasa katika eneo lao la kujilinda, kwa maana bado wamekuwa wana wastani mbovu katika hii michuano. Mechi mbili ambazo wamecheza na National Al Ahly wameruhusu magoli 3. Sio wastani mzuri, kwa maana kwenye hizi mechi kubwa inabidi ulinde kwa ufanisi, lakini pia ushambulie kwa ufanisi. Jaribu kuangalia mechi ambayo inafuatia katika uwanja mgumu dhidi ya timu ngumu, kwa maana AS FAR Rabat, uwanja ambao kwenda pale kwa maana Prince Moulay Abdelrahman tumeona katika mchezo wa AFCON jinsi ambavyo uwanja ulivyokuwa ni mgumu kweli kweli. Kwa hiyo bado safari ya Young Africans ipo ngumu, though bado wanashika katika nafasi ya pili ya msimamo wa kundi. Pengine matokeo ya mechi inayofuata kwa maana AS FAR Rabat dhidi ya JS Kabylie yatakwenda kuamua hatima zaidi ya Young Africans ni ipi. Matokeo ya JS Kabylie dhidi ya FAR Rabat ndio yatakayoamua matokeo ya Young Africans kwenda robo finali. Hii ni The Golden Boot, ulikuwa nami Yusuf Mpuma, nilikuwa na Leopard John, mchambuzi wa Al Ahly.